Aingia akilini kwamba rais mzima wa nchi unakuwa na vituko kiasi hiki, na nilifikiri zaidi kwamba kama ameblock maoni, ina maana katika hali ya kawaida in the physical angewaambia askari wakupige wakuue, ama wakupoteze. Na hii haimsaidii kwa sababu inazidi kuamsha watu kwamba kumbe huyu mtu ni mwepesi kiasi hiki, na pengine urais umekuwa mwepesi kiasi kwamba maoni tu ya mtu ya kumhukumu jambo ama wajibu yanaonekana ni kosa kubwa. Kwa hiyo uvumilivu wa kisiasa hakuna tena nyumbani, na ni jambo ambalo linanipeleka kwenye mada yetu, kwa sababu nimesema sina mazungumzo mengi sana. Nimejiunga kuungana na wengine kwamba tayari tuna dola la kidikteta kwa muda mrefu. Nafikiri hata yeye Samia akikaa chini akaoneshwa namna alivyoingia kwenye urais kwa bahati mbaya, na ulimi aliokuwa anatumia kuzungumza na sisi, na sasa hivi yeye mwenyewe atasema ni kweli nimebadilika. Na nafikiri mabadiliko makubwa ni baada ya kufahamu namna ya kutumia mamlaka ya kisiasa kwa faida yake, na hiyo orientation sio akili zake binafsi, kwa sababu pengine hana huo uwezo wa kuwa manipulative. Amefungiwa kidude ambacho kinamsaidia ama kinamuongoza katika mielekeo fulani. Na hii sio kumuondolea uwajibikaji, hapana, ni kuonesha kwamba uwezo uliokuwepo katika hicho kiti ni mdogo. Kwa hiyo litakiwa kuwa consolidated na nguvu nyingine ambayo ina historia ya kuwa brutal. Ndio maana anashirikiana na watu ambao ni notorious criminals katika jeshi la polisi na idara mbalimbali za serikali, kuhakikisha kwamba mtu yeyote anayefungua kinywa kuzungumza jambo lolote anashughulikiwa. Sasa panic ya namna hii katika urais sio nzuri, kwa sababu tuko milioni 60, na mimi nakumbusha hili kila siku kwamba sio leo sio kesho atatokea rais ambaye watu wote watamnyenyekea, kwa sababu tunachofanyiwa ni kufunzwa namna ya kumnyenyekea rais na kuwa waoga anapofanya jambo lolote. Sasa haitafikia huko, na ninadhani ni ndoto ambayo CCM wanatakiwa waisahau, kwamba sio leo sio kesho sio kesho kutwa ikatokea Watanzania wote tukawa ng'ombe. That will never happen. Haitatokea. Lakini pia whether watu ambao ni beneficiaries wa hii dola na watu wengine wala hata si wanufaika, lakini ni kwa sababu ya ujinga wa asili na ile sense of belonging. Kuna watu wanajisikia vizuri kubelong na kuwa upande wa dola. Yaani kuna watu wanaona hiyo kama ni heshima kwao, wanaona kama ni sifa, ukiachana na hao ambao wana gain directly. Sasa katika hali hiyo sisi ujinga wao hautuhusu, na ndio maana tunasisitiza kwamba rais ataendelea kukosolewa na serikali yake itapingwa. Kwanza sio lazima tumpende rais, yaani sio lazima, tuna vitu vingi vya kupenda. Na hata kama tusipozungumza haimaanishi kwamba tunampenda. Kwa hiyo kama anategemea kupendwa ni jambo la kusahau. Katika population ya watu milioni 60, you can forget about love, universal love. Kwa hiyo uchaguzi ujao, matukio ya kisiasa yajayo, tunadhani kwamba yatakuwa na heka za kutosha. Kwa hiyo inabidi tujihami. Wakati huo tukishikilia msimamo wetu wa kwamba we don't appreciate kuwa na dola ambalo ni la watekaji, dola ambalo ni la wafiraji, dola ambalo ukatili ni jambo la kawaida. Yaani mtu yote anaweza kupigwa, anaweza kufanywa chochote, alafu ikaisha. Yaani kesho tukaamka upya akapigwa mwingine, akafirwa mwingine, akalawitiwa mwingine. Tuko katika nchi ya namna hiyo. Kwa hiyo ni lazima, ni muhimu sana tuchukue tahadhari. Na wala sio kwamba mimi ninauza uoga, lakini tunahitaji kuendelea kuwa na mshikamano, lakini pia na kufanya hii kazi tukiwa katika mazingira salama. Jambo la mwisho nikihitimisha, kwa sababu mimi nimejiunga tu kutoa salamu za mshikamano. Mtaona watu ambao mnaweza kusoma alama za picha ama kusoma lugha za kisiasa. Rais Samia
ameogopa sana. Katika vipindi ambavyo amekuwa muoga ni hiki. Na kuna hofu ya uchaguzi, kwa sababu mimi nimeambiwa anyways kwamba ameshauriwa na watu wanaomzunguka kwamba kuna njama za kuiangusha serikali yake. Yaani ni ushauri wa kipumbavu, kwa sababu mimi watu ninaowajua, Watanzania ninaowajua, simjui Mtanzania yeyote ambaye ana mawazo ya kutembea kutoka nyumbani kwake aende Ikulu kumtoa Samia madarakani. Simfahamu Mtanzania wa namna hiyo. Maana yangu ni kwamba tunaamini katika njia za kidemokrasia za kubadilisha serikali, na ndio maana tunapigania mabadiliko. Kwa hiyo hizo hisia za kwamba kuna watu ama kuna sijui genge la watu litaiangusha serikali, limepewa fedha bla bla bla, naona ni panic ya kipumbavu. Na yeye amekubali. Amekubali kwamba kuna watu wanataka kuangusha serikali yake. Sasa katika mazingira haya tutegemee kwamba mtu huyu kwa hapa alipofikia hawezi kurudi nyuma, hawezi kubadilika, lakini vile vile atakuwa radical zaidi katika mazingira ambayo lengo lake ni kulinda urais. Unprovoked, yani hakuna mtu amemprovoke. Ndio maana siku mbili zilizopita ambazo dunia nzima inajiuliza Gwajima yuko wapi, hata wao pia wanajiuliza, na shabaha yao ilikuwa ni wakimkamata basi aungane na Tundu Lissu. Aungane na Tundu Lissu katika watu ambao wanataka kuangusha serikali yake. Yaani ni mahesabu ya kijinga sana, na watu wanaotoa ushauri wa namna hii ni watu ambao wanamhakikishia kwamba tunahitaji fedha, tunahitaji budget fulani tushughulike na wakosoaji. Umeona, tushughulike na Gwajima, tushughulike na huyu, tushughulike na watu wa mitandao na kadhalika. Sasa huu ni mradi wa watu ambao wanapiga pesa na yeye anauapprove, anauthibitisha. Anauthibitisha kwa sababu nje ya ujinga tu. Nje ya ujinga na panic za ajabu. Kwa hiyo mtu ambaye amefikia kiasi hiki cha uoga tutegemee kwamba atakuwa wa ajabu zaidi. Lakini vile vile ukisoma demeanor yake utabaini kwamba anahitaji sana validation. Anahitaji sana validation, hususan kutoka kwa makundi ya kijamii. Ndio maana hakuna mtu aliyetegemea kwamba rais anaweza kwenda kuzindua ama kushiriki ujenzi wa kituo cha watoto. Watoto sijui wa KKT. Hakuna mtu alitegemea, kwa sababu anyways rais hana mapenzi yote na watoto wa hili taifa. Hana mapenzi yoyote na watoto wa hili taifa, kwa sababu ni hili kundi la vijana ambao wakija kuwa watu wazima wanatekwa na kuuawa. Kwa hiyo hawezi kuwa na maslahi yoyote na watoto wa nchi. Lakini pili, hawezi kuwa na maslahi na vijana wa hili taifa, kwa sababu mwisho wa siku hawa vijana wanaenda shule na wanajitambua. Tu atasema no to CCM. Samia ni kitu ambacho hapendi. Of course yeye na genge lao la CCM. Kwa hiyo amekwenda KKT kutafuta validation na angalau kuonekana public. Baada ya matukio yote ya kijinga ambayo yamejiri nchini. Ikiwemo vurugu na fujo katika kanisa la Gwajima. Lakini pia ukiangalia hotuba zake na mazungumzo anayoyatoa, utabaini kwamba ni mtu ambaye sio tu kwamba hashauriwi, lakini pia atafuti ushauri. Kwa sababu katika mazingira kama ya leo huwezi kusema kwamba wewe Samia ni mtumishi wa Mungu, ama wewe sijui na Malasusa ni watumishi wa Mungu, and the rest wanaotoa maoni tofauti, wanaokemea dhuluma, wanaokemea dhambi ni watu wa shetani. Sasa hizi sio kauli za kirais, sio kauli ambazo zinatoka kwenye kiti cha rais. Umeona? Sasa huyu mtu amefikia kiwango cha juu sana cha uoga, na pengine ni backlash anayoipata ndani ya moyo wake baada ya matukio ya kishenzi kufanyika nchini katika mwezi mmoja uliopita. Kumekuwa na matukio mengi sana ya kishenzi na ya kikatili. Probably anapata hiyo internal backlash ndani ya moyo wake. Anapambana na sijui kama anapata usingizi. Umeona? Sasa mtu ambaye amefikia hali kama hii, sisi tunahitaji kuendelea kumwambia kwamba you are wrong. You are wrong. Na sisi tunaungwa mkono na asili. Tunaungwa mkono na asili, lakini vile tunaungwa mkono na Mwenyezi Mungu. We are justified kukaa kwenye nchi ambayo ni amani. Tuko justified kukaa kwenye nchi ambayo ina utulivu. Sisi sio ng'ombe kwamba tujisubmit kwa kundi la watu wachache ambao wanajiita serikali.
waliiba uchaguzi 2020 anyways, alafu sasa hivi wanajiita serikali na wanalazimisha kupata heshima ya kila mtu anayejitambua. That will never happen. Yani haitatokea. Watakuwa na vikundi vya watu wachache waliofadhiliwa, wengine hawana kazi za kufanya, watapewa 10,000 kuandika tweet ama 5,000 ama 1,500 kwa sababu watu hawana maisha, hawana shughuli za kufanya. So eventually itaonekana mama yuko kazini, mama sijui nini, lakini hawa watu deep down maisha wanayoishi mtandaoni haya reflect namna ambavyo wana flex kubelong kwenye establishment. Unaona? Kwa hiyo sisi tuendelee kusema hapana pale tunapohitajika kusema hapana. Tujihami ili tuwe salama, lakini vile vile tusishiriki katika ujinga. Kwa sababu sasa kinachotafutwa mahesabu makubwa ya dola. Wanatafuta threshold katika uchaguzi. Yaani wanatafuta threshold fulani ili watengeneze uhalali wa kisiasa, watengeneze legitimacy. Namba waliotangaza juzi ya watu 13,000,000 ambao ni wanachama wao, pengine ni namba ya uongo tu. Lakini katika population ya watu 60,000,000, hata kama una watoto milioni 20, labda ndio kundi kubwa, huwezi kuclaim legitimacy kama umepigiwa kura na watu 13,000,000 kati ya milioni 40. Kwa CCM wana mlima mrefu sana wa kupanda. Wana mahesabu mengi sana ya kimkakati ya kufanya. Na sisi tunachotakiwa kufanya katika spirit ya no reforms no election ni kuwanyima legitimacy. Tukishindwa kuandamana tusiende kupiga kura. Tukishindwa kublock vituo vyote vya kupigia kura tusiende katika eneo la kupigia kura. Kwamba sisi tunafahamu kwamba tukukuchagueni na walio kuchagueni wala wafikii nusu yetu. Kwa hiyo hamna uhalali wa kutuongoza. Na hiki kitu wanakitafuta sana. Ndio maana wanakataa katiba mpya, kwa sababu katiba mpya was gonna put on a limit. Ilikuwa inaenda kuweka limit ya uhalali wa kiongozi kuwaongoza watu. Achana na huu ujinga wa demokrasia, sijui ni uongozi wa wengi, kwa sababu hata wengi wanaweza kuwa hawajui wanachokifanya. Ikawa ni uongozi wa wajinga wengi, sio kwamba ni uongozi wa watu wengi ambao wanajua wanachokifanya. So my appeal kwa watu wote ambao wanajitambua na watu wote ambao wanaamini kwamba there's a day tutaandika historia mpya ya nchi. Tuwanyime legitimacy CCM kwa sababu wanaitaka sana. Tuwanyime ushirikiano kwa kadri tunavyoweza. Hawana namba yoyote ya outnumber idadi ya Watanzania ambao wana akili timamu, ambao wanakataa ufiraji, ambao wanakataa utekaji, ambao wanakataa kumwaga damu, ambao wanakataa aina yote ya ushenzi unaofanywa katika nchi yetu. So that's my appeal, shangazi, na nilisema kwamba sina mengi ya kuzungumza, lakini nimeishia kuwa mzungumzaji, na kwa mantiki hiyo naomba niishie hapo.